Dorothy Semu amtonesha kidonda Samia Suluhu kwa kuanzisha vita vikali dhidi yake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu, na ikiwa siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Asubuhi ya Januari tarehe 6 mwaka 2026 katika ukumbi wa CDC uliopo kata ya Nanyanga, jimbo la Tandahimba, kauli nzito ilitolewa kwa ukimya uliojaa uzito wa historia na hofu ya sasa. Haikuwa hotuba ya kampeni wala haikupambwa kwa shangwe na za hadhara. Ilikuwa ni tamko la ndani linalolenga mizizi ya dola, likitaka majibu kuhusu yaliyojiri kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Kauli hiyo ilitolewa mbele ya viongozi wa chama na madiwani, na ilifungua tena jeraha ambalo serikali imekuwa ikijaribu kulifunika kwa pazia la taratibu na kauli za utulivu. Ndani ya dakika chache, Tandahimba iligeuka kuwa kitovu cha mjadala mpana kuhusu uwajibikaji, haki na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Ziara hiyo ya chama cha upinzani ACT Wazalendo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa katika kipindi ambacho taifa bado linabeba majeraha ya uchaguzi uliotikisa imani ya wananchi kwa taasisi za dola, na kikao cha ndani kilichowakutanisha viongozi wa kata na madiwani kililenga tathmini si ya mbinu za chama bali ya hali za nchi, na kauli iliyosisitiza kuwa ukweli lazima ujulikane ili haki itendeke ilipenya moja kwa moja katika eneo ambalo mara nyingi limehifadhiwa na ukimya wa kisiasa. Wito wa kuwajibisha namba moja mpaka mwisho uliweka wazi kuwa lawama haziishi kwa askari waliokuwa mstari wa mbele, bali zinapanda juu hadi ngazi za juu za mamlaka. Maudhui ya kauli hiyo yalitaja wazi matukio ya kabla ya uchaguzi na siku ya kupiga kura na kipindi cha baadaye kama mlolongo unaohitaji uchunguzi huru na wakina. Na katika historia ya Tanzania, vipindi vya uchaguzi vimewahi kuibua mvutano, lakini Oktoba tarehe 29 ilichukua sura tofauti. Taarifa za kukamatwa kwa wapinzani, kuzuiwa kwa mikutano na matumizi ya nguvu kupita kiasi vilitawala vichwa vya habari, haswa vya ndani na nje. Na katika maeneo kadhaa, wananchi waliripoti vitendo vya vitisho na kuzuiwa kwa haki ya kujieleza, aliyozua maswali makubwa kuhusu uhalali wa mchakato mzima. Tandahimba kama majimbo mengine ya kusini imekuwa kimya kwa muda mrefu katika ramani ya migogoro ya kitaifa, na hata hivyo historia ya eneo hilo imejaa kumbukumbu za kuachwa nyuma kimaendeleo na sauti za wakazi wake kupuuzwa katika maamuzi ya kitaifa. Kikao kilichofanyika CDC Nanyanga kilichochea kumbukumbu hizo, kikionyesha kuwa masuala ya haki hayana mipaka ya kijiografia. Kauli ya kudai kujua nani alitoa amri na ilitekelezwa vipi ilitafsiriwa kama jaribio la kuvunja mnyororo wa uwajibikaji unaokatika kila unapokaribia kilele cha madaraka. Na katika muktadha mpana wa kisiasa, wito huu unagusa kiini cha mfumo wa utawala wa Tanzania, na tangu enzi za chama kimoja hadi mfumo wa vyama vingi, swali la uwajibikaji wa vyombo vya dola limekuwa likirudiwa bila majibu ya kuridhisha. Sheria zilizopo, ikiwemo zile zinazosimamia mikusanyiko ya usalama wa taifa, mara nyingi zimetumika kudhibiti badala ya kulinda. Na katika miaka hivi karibuni, marekebisho ya sheria na maamuzi ya kiutawala yameongeza nguvu za dola kwa gharama ya uhuru wa kiraia, bali hali inayofanya wito wa uwajibikaji kuwa tishio kwa waliopo madarakani. Kauli iliyotolewa Tandahimba ilijipambanua kwa kusisitiza kuwa uwajibikaji hauwezi kuachwa mikononi mwa polisi pekee, na hii ni hoja nzito katika nchi ambako mara nyingi vyombo vya usalama hutajwa kama wahusika wakuu wa ukiukwaji, lakini wachache huuliza ni nani aliyetoa mwelekeo wa kisera. Wito wa kuwajibisha ngazi zote unaashiria hitaji la mageuzi ya kina yanayogusa Ikulu, bunge na taasisi huru. Na ndani ya simulizi hili, demokrasia haionekani kama zoezi la kupiga kura, bali kama mfumo unaohitaji ulinzi endelevu wa haki za kiraia. Rekodi ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 zimebaki na alama nyingi zisizofutika, na ripoti za mashirika ya haki za binadamu
zilionyesha ongezeko la matumizi ya nguvu, vifo, majeruhi na kukamatwa kwa wingi katika kipindi cha maandamano. Kauli za kulaani zilitoka kwa washirika wa kikanda wa kimataifa zikieleza wasiwasi kuhusu mwelekeo wa utawala wa Tanzania. Umoja wa Ulaya na taasisi za kimataifa zilisisitiza umuhimu wa uchunguzi huru na kurejesha nafasi ya kiraia, huku wakionya kuhusu athari za muda mrefu wa utawala wa sheria. Na katika Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikitazamwa kama nguzo ya utulivu, na hata hivyo matukio ya hivi karibuni yameanza kuipasua taswira hiyo. Nchi jirani zimekumbwa na misukosuko ya kisiasa na raia wa eneo hili wanafuatilia kwa karibu ishara za kuenea kwa mbinu za ukandamizaji. Wito wa uwajibikaji unatoka ndani ya siasa za Tanzania na una uzito wa kikanda, kwa sababu unagusa hofu pamoja kuruhusu mustakabali wa demokrasia katika ukanda mzima. Ndani ya chama cha ACT Wazalendo, msimamo huu umejengwa juu ya falsafa ya utaifa unaoweka mwananchi mbele. Kauli ya kuamini kuwa bila hatua madhubuti taifa haliwezi kusonga mbele inaendana na historia na chama hicho, na katika kudai katiba mpya na taasisi imara. Ziara Tandahimba ilionyesha mkakati wa kushusha mjadala wa kitaifa hadi ngazi ya jamii ili mada za haki zisibaki Dar es Salaam pekee, na hii ni mbinu inayolenga kujenga shinikizo la kijamii, si kwa kelele bali kwa uthabiti na udhibiti wa hoja. Serikali kwa upande wake imekuwa ikijibu lawama kwa kusisitiza amani na utulivu, na hata hivyo kauli hizi zimekuwa hazitoshelezi katika makubaliana na madai mahususi ya uwajibikaji. Kukosekana kwa majibu ya kina kunazidisha pengo na imani kati ya mwananchi na dola. Na katika historia ya Tanzania, vipindi ambavyo serikali ilichagua ukimya vilianza upinzani wa chini kwa chini uliokuja baadaye kwa gharama kubwa zaidi. Athari za kuendelea kupuuza madai haya ni pana. Kiuchumi, wawekezaji watazama utulivu wa kisiasa na utawala wa kisheria kama nguzo muhimu, na kijamii, vijana wanapopoteza imani na mfumo hugeukia mbinu mbadala za kujieleza, mara nyingine zikiwa tarishi kisiasa. Ukandamizaji imarisha msimamo mikali pande zote na kuifanya maridhiano kuwa magumu zaidi. Kauli iliyotolewa Tandahimba inajaribu kukatiza mzunguko huo kwa kusisitiza wazi na haki kama njia ya pekee ya kusonga mbele. Katika simulizi hili, maneno namba 1 mpaka mwisho yamebeba ujumbe mzito. Yanamaanisha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata kama historia imeonyesha vinginevyo. Ni wito unaolenga kubadilisha utamaduni na uwajibikaji wa kuchagua, ambapo wahusika wadogo hutolewa kafara ili kulinda wakubwa. Kwa taifa linalotaka kujenga demokrasia inayoheshimika, mabadiliko ya utamaduni huu ni ya msingi na hayatafikiwa bila mashinikizo endelevu la kisiasa na kijamii. Mwisho wa simulizi hili hauko katika ukumbi wa CDC na Nyanga, bali katika mwelekeo wa taifa zima. Tanzania inakabiliwa na chaguo gumu kati ya kuendelea na sera ya ukimya au kukumbatia uwazi na unaoweza kuumiza kwa muda mfupi lakini kuponya kwa muda mrefu. Hofu ya ukimya vikiendelea kutawala, basi demokrasia itabaki kivuli na majeraha ya uchaguzi yataendelea kuvuja bila tiba. Wito wa uwajibikaji ulitolewa pale Tandahimba na ni kengele ya tahadhari. Taifa lisipochukua hatua sasa, gharama ya baadaye itakuwa kubwa zaidi, ikiguza vizazi vijavyo na nafasi ya Tanzania ndani ya jumuiya ya mataifa. Ukimya wa leo unaweza kuwa mzigo wa kesho, na katika mzigo huo, ndoto ya nchi huru inayoweka mbele ya haki za raia wake inaweza kuzama bila makelele. Ndio hayo tuliokuandalia toka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kamili kwa kusubscribe, kulike na kushare.